Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, tumezungukwa na maadui mbalimbali ambao wapo ambao tunawajua na wapo ambao hatuwajui. Lakini miongoni mwa mambo ambayo lazima uyajue na kuyaweka akilini, mwanadamu anapokuwa adui yako, si lazima atumie bunduki au visu kukuharibia maisha yako. Mara nyingi wapo baadhi ya maadui ambao wanaweza kutumia mbinu za kisaikolojia na wakaweza kuiteka akili yako na kukufanya uishi kama mtumwa wa fikra, hofu na utegemezi katika maisha yako. Hawa ni watu ambao wanaweza kukutawala kwa sababu tu wamefanya vitu ambavyo vimekuweka chini ya ulinzi katika himaya zao bila wewe mwenyewe kujua. Inawezekana nawe ni miongoni mwa binadamu ambao adui zao wamewaweka chini ya utawala wao na wamekufanya uwe mtumwa katika maisha yako bila wewe mwenyewe kujua. Katika video hii nitakwenda kukuambia silaha 5 ambazo adui zako huzitumia kukuweka chini ya utawala wao bila wewe mwenyewe kujua. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni silaha 5 ambazo adui zako huzitumia kukutawala bila wewe mwenyewe kujua. Namba 1, hofu. Hofu ni miongoni mwa madhaifu ambayo asilimia kubwa ya wanadamu wanayo katika maisha yao, lakini madhaifu hayo wakati mwingine hayakuzaliwa ndani yao bali yalitengenezwa na watu wao wa karibu. Zipo nyakati ambazo unaweza ukawa na mtu wa karibu ambaye wewe unadhani kuwa ni rafiki yako, lakini huyo si rafiki ikiwa tu ana tabia ya kukutengenezea hofu katika jambo fulani, na mara nyingi jambo hilo ambalo yeye analitengenezea hofu moyoni mwako anaweza kulifanya. Hawa ni binadamu ambao wanaweza kutumia kauli kama ukijaribu wewe lazima utashindwa. Atakupa sababu mbalimbali ambazo zitafanya uamini kweli wewe ni mwanadamu usiyeweza, na utajikuta kweli ndani yako unatengenezewa kumbukumbu mbaya za hofu. Na kama nyakati za nyuma ulishawahi kuthubutu kitu fulani na ukashindwa, basi kumbukumbu hiyo inaendelea kubaki na kudumu maishani mwako. Hivyo maadui hawa wanakuwa tayari wamekuweka chini ya utawala wao. Ni vema ukalitambua hili. Mwenyezi Mungu alipokuumba amekuumba kwa mfano wake, unao uwezo na mamlaka yote katika hii dunia. Chochote ambacho kimewahi kufanywa na mwanadamu, hata wewe pia unaweza kukifanya, na pengine unaweza kufanya mambo makubwa hata zaidi ya yale ambayo yaliwahi kufanywa na yakaonekana makubwa katika uso wa dunia. Kwani kupitia kauli zako unaweza kuumba. Kupitia ujuzi ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako, unaweza kutengeneza kitu kikubwa na chenye ubunifu mkubwa kuliko binadamu wengine. Usikubali kukatishwa tamaa na hofu. Haijalishi hofu hiyo imetengenezwa na maadui zako kwa kiwango kikubwa kiasi gani, kwani kitendo cha kujengewa hofu nawe ukakubali kuwa na hofu, utakosa uthubutu katika maisha yako. Utaishi ndani ya kizuizi cha akili yako wewe mwenyewe na hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Namba 2, udanganyifu wa hisia au manipulation. Wapo binadamu wengi ambao wamezungukwa na maadui ambao wao wanadhani ni marafiki zao. Adui ambaye anajifanya rafiki atakumanipulate, atakufanyia udanganyifu wa kihisia. Ataweka mazingira ambayo wewe utaamini bila yeye hakuna chochote ambacho unaweza kukifanya katika maisha yako. Huyu ni mwanadamu ambaye atakufanya ujisikie kama yeye ndiyo msaada wa pekee ili kuweza kutimiza chochote katika maisha yako. Atakuaminisha kuwa hauwezi kuishi bila yeye. Huruma yake ndiyo iliyopelekea wewe uweze kufanikisha hicho ambacho unacho katika maisha yako. Hata katika mahusiano, kuna nyakati ambazo unaweza ukaingia kwenye mahusiano na mtu, alafu mtu huyo akakufanyia manipulation, yani ukaanza kuamini hautaweza kuishi bila yeye. Unajua mwanadamu akikufanyia kitu hiki ni jambo gani ambalo litatokea katika maisha yake? Kwanza, utajikuta ukitoa muda wako mwingi
utatoa pesa zako nyingi na utajikuta unatumia nguvu zako zote ili kuhakikisha mtu huyo anaendelea kubaki katika maisha yako, na hivyo utajikuta ukistaki, hautaweza kutimiza kusudio ambalo lipo ndani yako na wala hautaweza kuyatimiza malengo yako, kwa sababu yeye ndiye atakuwa na kukontrol kwa kila kitu, kwa sababu atakuaminisha kuwa siku akiondoka katika maisha yako utadhoofika, hautabaki kama ulivyo na pengine hautaweza kuendelea kuishi katika uso wa dunia. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja, wewe ni mwanadamu ambaye ulizaliwa ukiwa huru. Kama ambavyo ulizaliwa peke yako, ndivyo unavyoweza kuishi bila hata uwepo wa mtu yoyote kwenye maisha yako. Wanadamu ambao unaambatana nao, umekutana nao baada ya kuzaliwa ukiwa wewe peke yako, tena pengine ukiwa mtu mzima. Jiulize, ni mangapi ambayo umewahi kuyafanya bila uwepo wa mtu huyo katika maisha yako? Haijalishi mwanadamu amekumanipulate kwa kiwango gani, bado unaweza ukajiokoa kihisia na ukaweza kuamini kuwa hakuna mwanadamu mwenye umuhimu katika maisha yako kuliko wewe mwenyewe. Wewe unaweza kuwa chochote unachotaka, unaweza kufanya chochote na kikatimia pasipo hata uwepo wa mtu yeyote kwenye maisha yako, kwani nguvu na mamlaka yote ulikabidhiwa na Mwenyezi Mungu katika uso wa dunia. Namba 3, kukufanya uwe mjinga ama kukunyima maarifa katika jambo fulani. Mara nyingi adui anapotaka kukuweka chini ya utawala wake, atakufanya uwe mjinga na kuamini hata maamuzi ya maisha yako yapo katika mikono yake au yapo katika maamuzi yake. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mwanadamu anapokufanya kuwa mjinga, lengo lake ni kukutawala, na huyo anaweza akajifanya kama rafiki yako, lakini ni adui ambaye ameamua kutumia silaha ya ujinga kwa ajili ya kukuweka katika utawala wake. Mara nyingi hata unapohitaji kufumbua macho yako na kujifunza kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo anajua yanaweza kuleta ufahamu na kukufanya ujitambue, atatumia kauli, hauna haja ya kujisumbua, nitafanya kwa ajili yako ama nitaamua kwa ajili yako. Huyu ni mwanadamu ambaye anakunyima maarifa, anakunyima elimu au anakunyima ukweli kwa makusudi fulani, kwa sababu wanajua ukielimika utawaona jinsi walivyo wadanganyifu na wakatili katika maisha yako. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujikomboa katika kifungo hiki, ni vema ukawa mtu ambaye unaweza kuchukua majukumu yako wewe mwenyewe. Kubali kujifunza, jikomboe katika kifungo cha ujinga ili uweze kuutambua uhalisia wa ubinadamu wako na nafasi yako katika hii dunia. Silaha namba 4 ni aibu na kukukemea mbele za watu. Moja kati ya silaha ambazo adui zako wanaweza kuzitumia ili kukuweka chini ya utawala wao ni kukufanya wewe si kitu, kila mtu akuone hivyo. Miongoni mwa vitu ambavyo adui hawa wanapenda kuvifanya ni kuyaeleza madhaifu yako mbele ya watu wengine na kuwaaminisha watu wengine wewe si chochote. Mara nyingi binadamu wa kundi hili wanaweza kuitumia silaha hii ya kihisia inayokupasua kabisa na kuvunja imani yako binafsi na kukufanya wewe ujione ni mkosaji kila wakati. Wewe ujione ni mtu ambaye haustahili mbele za watu, na wewe ujione unastahili kuwepo chini ya utawala wao ili vitu vyako viweze kwenda. Mimi ninakwambia kitu kimoja, hakuna mwanadamu ambaye amekamilika katika hii dunia. Hata hao ambao wanakukosoa na kukufanya ujione mwenye aibu kila wakati hawajakamilika, bali wanapenda kutumia maneno makali dhidi yako ili uwe mwenye aibu na kukufanya ujione haustahili. Lengo ni kuendelea kukutawala, kwani kwa sababu hiyo wewe mwenyewe utakosa kujiheshimu, utaogopa kusimama mbele za watu, utanyamaza hata katika wakati ambao unadhulumiwa. Namba 5, kukutenganisha na binadamu ambao wapo katika nafasi ya kukusaidia. Zipo nyakati ambazo wapo baadhi ya watu ambao ni msaada mkubwa katika maisha yetu. Wanafanya hivyo kwa sababu ni watu wetu wa karibu. Lakini adui atakapogundua kuna watu wanakupa msaada na anahitaji kukutawala, kwanza atajifanya yeye ni mtu wako wa karibu ambaye anakupenda na kukuthamini kuliko hata watu ambao ni msaada katika maisha yako. Alafu pili, ataanza kutengeneza mazingira ya kuvunja ukaribu wako na watu ambao walikuwa wanakupa msaada, yani kukuchonganisha. Mara nyingi binadamu hawa wanapenda kutumia maneno kama usimwamini huyo, yeye ni adui yako.
Lengo la kutengeneza mazingira kama haya ni kuhakikisha wanavunja ukaribu baina yako wewe na binadamu wanaokupa msaada, ili waweze kukuvuta mbali na marafiki, familia au watu ambao wangeweza kukuinua, na watakapoweza kutimiza adhima yao, hapo ndipo wanapokuweka chini yao. Hivyo utajikuta unabaki kuwa mpweke muda wote, hauna msaada, na utabaki na hisia kuwa wao ndio watu pekee ambao wanahitaji kuwa msaada wako, na hivyo watakuwa wamefanikiwa kukuweka chini ya utawala wao. Ni vema ukawa makini na binadamu ambao unakutana nao katika maisha yako, kwani mara nyingi maadui wengi watajifanya kuwa marafiki zako, lakini jifunze kutumia akili na hisia za kweli. Je, ni yupi rafiki wa kweli na yupi si rafiki wa kweli? Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.